Solidarité forever. Solidarité forever. Haya, solidarity forever. For the union makes us strong. Wafanya kazi wote tujiunge pamoja. Haya, wafanya kazi wote tujiunge pamoja. Haya, wafanya kazi wote tujiunge pamoja. Kujitenga hatari. Haya, haya shime tujiunge. Haya shime tujiunge. Haya uhamiaji, upendo, mshikamano, uwajibikaji na ukataji. Ndugu mgeni rasmi, idara ya uhamiaji kama zilivyo taasisi zingine za kijeshi hapa nchini inao watumishi raia. Watumishi hao wamekuwa wakishirikiana vyema katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya idara kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizopo na kwa kuzingatia umuhimu wa kila kada katika utekelezaji wa majukumu husika. Aidha, idara imekuwa na utaratibu wa kufanya mikutano inayohusisha wafanyakazi wa kada zote mahala pa kazi ili kujadili na kusikiliza hoja zao pamoja na kutoa miongozo mbalimbali ya utendaji. Ndugu mgeni rasmi, napenda kukuarifu tu kuwa tunao uhusiano mzuri thabiti kati ya management ya idara ya utumishi, idara ya uhamiaji na TUGHE tawi la uhamiaji. Kwa sasa watumishi raia wanatumia chombo hiki kufikisha hoja walizonazo kwa uongozi wa idara na kwa njia mwafaka. Ninachoweza kusema hapa tu ndugu mgeni rasmi ni kwamba uongozi wa idara ya uhamiaji unaendelea kudumisha upendo miongoni mwa watumishi wote pasipo ubaguzi wa kada yoyote. Pia tutatoa ushirikiano unaotakiwa kwa viongozi wa TUGHE ili kwa pamoja tuweze kutekeleza majukumu yetu ipasavyo na kwa maslahi ya taifa letu. Katika utekelezaji huo tunazingatia sheria, kanuni, taratibu pamoja na uwezo tulio nao. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kusema haya kwa heshima na taadhima, ninaomba sasa nikukaribishe utoe nasaha zako na kisha utufungulie mkutano huu. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza la wafanyakazi, aidha ni washukuru watoa mada ambazo nimezipitia, baadaye nitazungumza huko mbele, wakubali kujumuika hapa kwa ajili ya kuchangia ujuzi walionao, maarifa walionayo, uzoefu walionao mkubwa katika maeneo ambayo watapitisha wajumbe wa baraza la wafanyakazi. Na ni matumaini yangu kwamba wajumbe hao waliokuwepo hapa watachukua waliyopata kutoka kwenye hizo mada na kuyafikisha kwa watumishi ambao wamewatuma waje wawakilishe kwenye kikao hiki muhimu. Pia nawashukuru wawakilishi wengine wote ambao wameacha shughuli zenu na kuja kujumuika kwenye kikao hiki cha baraza la wafanyakazi. Karibuni sana. Ndugu mwenyekiti, nimefarijika na kufurahi kwa mara nyingine tena kukutana nanyi ambao ndio viongozi waandamizi na wawakilishi wa watumishi ambao ndio mnapaswa kutoa maamuzi muhimu kwa ajili ya idara ya uhamiaji. Ni vyema fursa hii muipokee kama changamoto na fursa pekee ambao nadhani mtatathmini utendaji kazi wa idara ya uhamiaji na kuangalia mna bora wa kuboresha utendaji wenu wa kazi, na pale mtakapoona kuwa mkufanya kwa kiwango ambacho kinatakiwa mchojipangia, basi muangalie mna bora kuweza kuondoa tatizo hilo na kushirikiana na wizara kuweza kufikia malengo mazuri mliokuwa mmejipangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama sijaenda nichukue fursa hii kuipongeza idara ya uhamiaji kwa kutekeleza wajibu wake na majukumu yenu kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kwa kutaja machache tu, katika kipindi cha Januari hadi Novemba 2020 mmefanya yafuatayo kwa ufanisi. Moja, kukamata wahamiaji haramu 15,600 ambao kati yao wahamiaji haramu 10,500 mmewarejesha katika nchi zilizotoka na 2,000 wamefungwa gerezani kutumikia vifungo na walobakia mashauri yao yanaendelea. Aidha, mmefanikiwa kukamata sehemu ya mtandao wa raia 45 wanaojihusisha na biashara hii haramu.
Lakini pili, imeongeza ufanisi wa utoaji wa vibali na visa kwa haraka na kuondoa uwezekano wa watu kugushi vibali kwa kuanzisha matumizi ya smart card. Aidha, utoaji wa vibali vya ukaazi umeongezeka, ambapo katika kipindi cha Februari 2019 hadi Disemba 2020 imefanikiwa kufanisi maeneo yafuatayo ambayo mtakiwa mjipongeze: kutoa vibali vya ukaazi daraja A 1649 na kukusanya makusanyo ya dola milioni 4,792,900. Imetoa vibali vya ukaazi daraja B 6902 na kukusanya dola 14,321,500 na amefanikiwa kutoa vibali daraja C 4126 na kufanikiwa kukusanya dola milioni 13,112,500. Si kazi ndogo, mtakiwa mjipongeze. Lakini pia imeboresha mfumo wa utoaji wa visa wa kielektroniki ambao umesaidia kuongezeka kwa makusanyo ya maduhuli ya serikali. Kwa mfano, katika kipindi cha kuanzia Julai 2019 mpaka Novemba 2020 imekusanya jumla ya dola milioni 22,112,100. Hongereni sana. Lakini pili, imefanya kwa ufanisi eneo la utoaji wa hati za kusafiria passport, ambapo hadi sasa imetoa jumla ya pasipoti 374,700 na pia pasipoti yetu ilikuwa ni pasipoti bora na ya kuaminika na kuthaminika katika ukanda wa Ulaya, Afrika na Mashariki ya Kati. Hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Baraza la Wafanyakazi ndilo jukwaa la kisheria la majadiliano ya pamoja kati ya viongozi na watumishi katika utumishi wa umma kuhusu wajibu na maslahi ya watumishi. Uundwaji Baraza la Wafanyakazi ni agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la mwaka 1970 na utekelezaji wa sheria ya ajira ya mawasiliano kazini namba 6 ya mwaka 2004 kwenye kifungu namba 73 kifungu cha kwanza mpaka kifungu dogo cha kwanza mpaka cha 3 kinachoelekeza juu ya kutekeleza sera za kuwashirikisha wafanyakazi katika uongozi wa pamoja. Na pia baraza hili kukutana kwa mujibu wa sheria ya majadiliano katika utumishi wa umma namba 19 ya mwaka 2003 na kisheria kiongozi Baraza la Wafanyakazi ndio kufanyika mara 2 katika mwaka wa fedha. Na nichukue fursa hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuwapongeza kufanya kwa mara ya pili katika mwaka wa fedha 2021. Hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wote tunafahamu kwamba inasisitizwa kuwa lengo na madhumuni ya kuundwa kwa Baraza la Wafanyakazi mara pa kazi ni kuweza kuishauri serikali katika ngazi za wizara na taasisi kuhusu usimamizi wa kazi na rasilimali watu, utekelezaji wa majukumu, kulinda haki na wajibu wa ajira na wafanyakazi, na kutoa ushauri kuhusu kujenga hali bora ya kazi na maslahi na kusimamia haki na ustawi katika sehemu za kazi. Mabaraza kama vyombo vya ushauri na usimamizi yana wajibu wa kuhakikisha kuwa waajiri na watumishi wanatambua wajibu na haki zao, wanazingatia maadili na ya utumishi wa umma ili kuleta matokeo ya utendaji yenye tija, staha na upendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeambiwa mbali na wewe kuhudhuria mkutano huu wa Baraza la Wafanyakazi, pia wapo makamishina, naibu makamishina, makamishina wasaidizi waandamizi, wakuu wa uhamiaji wa mikoa, wawakilishi wa wafanyakazi na wengine wengi wenye dhamana kuhakikisha kwamba idara hii ya uhamiaji inatekeleza majukumu yake na wajibu wake kwa mujibu wa sheria iliyoanzisha. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Ramadhani Kailima ambaye pia ni naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, mwenyekiti wa baraza hili ambaye pia ni kamishna wa uhamiaji, kwa niaba ya watumishi wote na wageni waalikwa, tunapenda kukushukuru sana ndugu mgeni rasmi kwa kuweza kuja leo hii na kufungulia baraza letu hili. Tunakushukuru sana pia kwa maneno yako mazuri ambayo umetueleza hapa, na ni wajibu wetu kama watumishi, kama viongozi wetu pia waweze kutekeleza yale yote ambayo umetuasa. Kimsingi kuna mambo kama 11 ambayo umetuelezea ambayo nadhani ni msingi kabisa wa hotuba yako. Kwa heshima na taadhima na kuhakikishia tu kwamba viongozi wetu wamesikia, nasi pia kama watumishi tumesikia, na vile vile uzuri ni kwamba watumishi wetu ni viongozi wetu ni waelewa na hakika kabisa watafanyia kazi kama vile ulivyotusisitiza hapa. Pia nikupongeze sana kwa kuweza kunukuu baadhi ya wasomi mbalimbali ili kuonyesha kwamba wanachokiongea hutaki kuongea kibububu tu, bali unakiongea kwa ufasaha na uwazi, na kwamba
linalolenga hapa basi liwe inafika bila tatizo lolote. Kwa mfano, umeelezea kutoa fursa kwa watumishi na kutatua matatizo yao. Hiyo ni msingi mkubwa sana katika hotuba yako na umepeleka namba 1. Nadhani hii ndio lengo haswa ya kufanya mabaraza haya, ili kama kuna shida na matatizo mbalimbali ya watumishi iweze kufika na viongozi wetu kimsingi waweze kutusaidia kutatulia. Na kiukweli kabisa wanajitahidi sawa na uwezo. Yale ambayo tumeyafanya mwaka jana au maelekezo au mambo ambayo tumeyafikisha mwaka jana au malalamiko ambayo tumeyafikisha mwaka jana, kwa hakika kabisa tuna hakika mwaka huu kuna mabadiliko ambayo aidha yameshafanyika aidha yanaendelea kufanyika. Tunashukuru sana 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 kwa uongozi wetu. Naitwa mrakibu wa uhamiaji Ali Juma Abdulkadir, ni afisa utumishi Zanzibar. Tumepokea hotuba nzuri sana ya naibu katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani, na ametuhimiza namna ya treat wafanyakazi. Ni sehemu nzuri sana kwa sababu the way unavyo-treat wafanyakazi wako vizuri, na sisi kama ni watu wa huduma basi tunategemea pia wafanyakazi wale wataweza kutoa huduma nzuri kwa jamii yetu. Kwa hiyo tumechukulia ni kitu kizuri sana ambacho tutakichukulia kama mfano katika utendaji wetu wa kazi. Ninaitwa mrakibu wa uhamiaji Enzo Malieta, ni mkuu wa kitengo cha utawala na uratibu. Mheshimiwa naibu katibu mkuu katika hotuba yake amesema kiongozi anapaswa kuongoza na si kuelekeza. Kiongozi anapaswa kuonyesha njia na kuongoza wafuasi wake, kwa maana ya kwamba anapaswa kuwa mfano. Katika kuongoza, kiongozi anapaswa kuwapatia watumishi nafasi ya kutumia ujuzi wao. Niseme nimefurahishwa sana na hotuba ya mgeni rasmi na katibu mambo ya ndani kwa jinsi alivyotoa hotuba ambayo inalenga kuwa na mtazamo chanya. Nimefurahishwa kwa sababu kama ulivyoulizwa kwamba the way unavyo-treat wafanyakazi wako ndivyo utakavyokuwa. Ukimtreat vizuri, tarajia matokeo mazuri. Ukimtreat vibaya, tarajia matokeo mabaya. Kwa hiyo nimefurahi, ni kweli kabisa. Unajua watu wengi hatuelewi. Tumekuwa tukitarajia matokeo makubwa, lakini hatufikiri kwamba anayeweza kusababisha hayo matokeo ni nani.